Unajua wakati mwingine neno kuamini na kwa gumu kwa watu wengi. Kwa sababu kuamini, niona mtu mmoja anasema kwa imani, kuamini nini? Kuamini hivyo hivyo. Kuamini lazima uelezewe. Kuamini ni kufanya nini? Unapozungumza swala la kuamini, unazungumza mambo mawili. Ndio maana natumia habari za kufa na kufuka. Imani iko katika hayo mambo mawili. Unaposema unamwamini Mungu, unaangalia habari za kufa kwa Yesu na kufufuka kwake. Namna gani? Ukisema na kuamini, maana yake sina mashaka na wewe. Kuna mambo mawili unatazama. Jambo la kwanza, unapozungumza imani unatazama uaminifu wa yule unayemwamini. Sio wewe mwenyewe. Uaminifu wa yule unayemwamini. Jambo la kwanza. Jambo la pili, unapozungumza imani, unazungumza uwezo wa yule unayemwamini. Kwa mfano, ukiambiwa sasa hivi tu na mtu akikwambia naomba unitafutie milioni 2. Naweza ukawa na rafiki yako ni mwaminifu sana kabisa, sio mchoyo, lakini kikubwa atakachokuwa nayo ni 200,000. Ni mwaminifu katika kutoa lakini hana uwezo. Lakini naweza ukamkumbuka mtu mwingine ambaye anaweza akana milioni 10 kwenye akaunti yake benki, lakini ni mchoyo, sio mwaminifu kwenye utoaji. Ngoja nikupe mfano mwingine. Kwa huwezi kumtaja huyo mtu. Kwa kuna mtu ambaye ni mwaminifu lakini hana uwezo wa kutenda na anachotakiwa kutenda. Kuna mtu ambaye anaweza kutenda lakini hana nia au sio mwaminifu katika kutenda. Ukiwa kwenye gorofa, mfano gorofa ya 5. Kwa unapotaja imani kwa Mungu, hautaji tu nia ya Mungu kutenda, unataja na uwezo wake wa kutenda. Sasa katika Yesu amefanyeje haya yote? Jambo la kwanza, kifo cha Yesu ni ushahidi ya kwamba Mungu ana nia ya kutuokoa. Yes, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Maana yake kama ametoa this best, mwana wa pekee, the only begotten son, monogenes, amemtoa Yesu peke yake. Maana yake hakuna kitu kingine ambacho Mungu amebakiza cha kutoa. Ni sawa na kusema kama huyu mtu ameuza nyumba zake 10 kunisomesha, atashindwaje kunipa gari, atashindwaje kunipa chakula? Amefanya, God did the best kwa kumtoa Yesu. Hiyo ni uaminifu wake. Kwa tukitaka kuona uaminifu wa Yesu, wa Mungu, hata kuona upendo wa Mungu, tunataka kuona nia ya Mungu kutuokoa, tunatazama kifo cha Yesu.